Uhali gani mtazamaji wa Jambo TV. Leo ni Aprili 25 mwaka 2025. Bila shaka unaendelea vyema. Jana Aprili 24 mwaka 2025 ilikuwa ni siku ambayo kesi zinazomhusu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu zilikuwa zinaendelea katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Kesi ya kwanza ikiwa ni kesi ya uhaini na kesi ya pili ikiwa ni ile ya mashtaka ya uchochezi. Sasa wakati hayo yote yakiwa yanaendelea, tunafahamu siku kadhaa nyuma viongozi wa chama hicho akiwemo makamu mwenyekiti bara ambaye ni John Wegesa Heche alikuwa akihamasisha Watanzania kuweza kujitokeza kwa wingi siku ya jana katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Lakini katika kujitokeza kwa watu jana pale Kisutu jijini Dar es Salaam, walizuiliwa kuingia katika mahakama, wengine wakielezwa kuwa hakuna mahakama siku ya jana, ikiwemo wanahabari na walikutana na kadhia hiyo, huku wengine wakikamatwa na jeshi la polisi. Sasa tunafahamu baadhi ya viongozi ambao ni wa kidini, lakini mara zote wamekuwa wakitoa maoni juu ya masuala yanayoendelea katika siasa za taifa letu. Yupo Askofu Dr. Kalikawe Bagonza wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri KKKT usharika wa Karagwe. Lakini yupo pia Askofu Emmaus Bandekile Mumakula ambaye ni askofu mkuu wa kanisa la Moravian la Uamsho Tanzania. Askofu Bagonza aliandika, "Ujinga wangu sasa umekomaa. Niliamini uhaini ni kosa kubwa. Neno lenyewe tu linaogopesha kulisoma, kuliandika na kulitamka. Ni kitendo cha kutaka au kupindua serikali yote, halali au haramu. Sasa kama mtu mmoja katuhumiwa kutaka kutufanyia hayo, huyu atakuwa ni mtu mbaya sana. Kwa nini atuhumiwe yeye kwa kosa hili baya?" Nikawaza, moja, kesi yake ingesikilizwa wazi uwanja wa Taifa, maana Kisutu patoshi. Mbili, pale uwanjani wangeweka vipaza sauti na televisheni zote zirushe mubashara ili watu wote waone. Tatu, makarandinga ya polisi yangesomba wote wasio na nauli kwenda kusikiliza kesi. Nne, asasi za kiraia na wanaharakati wangetoa maji ya kunywa bure kwa waliofika kusikiliza. Tano, posho za watumishi wa mahakama zingeongezwa ili kuatia moyo wakati wa usikilizaji. Sita, siku ya hukumu ingekuwa siku ya mapumziko ili nchi itulie kwa kusikiliza hukumu hiyo. Kwa nini nafikiri hivi? A, ingetoa fundisho la wazi kwa watu wote wanaopenda kuchezea amani nchi yetu. B, elimu ya uraia na utii wa sheria bila shuruti ingetolewa kwa vitendo kupitia kesi hii. Cha, hatua hii ingehamasisha watu wengi zaidi kwenda kupiga kura siku ya uchaguzi mkuu bila kuhofia polisi kuvuruga uchaguzi huo. Da, wale wenye mdomo kama mimi wanaopenda kutumia neno haki kuliko amani wangekuwa wamefungwa goli la kisigino na timu amani isiyopenda kutamka neno haki. Hatua hii ingeua kabisa kampeni za no reform no election kwa sababu utawala wa sheria ungeonekana wazi. F, chama kingepata fursa nzuri ya kuonyesha ushahidi jinsi mabeberu unapandikiza wahaini katika siasa zetu. Sasa nimegundua ujinga wangu umekoma. Kumbe kesi hii ni muhimu na nyeti, haiwezi kuwa wazi. Ni kwa ajili ya wanasheria na wateule wachache wenye vifurushi kwenye simu. Nilidhani nchi hii ni yetu wote, kumbe ya wanasheria tu na polisi. Hata serikali iliyotaka kupinduliwa ni yetu au ya wanasheria na polisi? Kama ni yetu wananchi, kwa nini hairuhusiwi watu kwenda mahakamani kusikiliza? I say, ujinga wangu una gharama. Akili zimeisha kichwani, nimebakiza za kunipeleka msalani. Wajinga wengi kama mimi wameenda wakaishia kuvunjwa viuno, mikono na migongo. Ile giza la kuona haki ikitendeka haliwezi kutuacha salama. Na waombea uponyaji walioumizwa, na waombea walioumizwa ili wao wasiumizwe maishani, maana inauma. Na waombea walioumiza ili wao wasiumizwe maishani, maana inauma.
Vitendo hivi vimelaaniwa vya kutosha. Nafasi za kulaani zimejaa. Nitalaani kesho. Huyu ni Askofu Dr. Kalikayo Bagonza wa kanisa la KKKT Diocese ya Karagwe, ambaye amekuwa mara kadhaa akitoa maoni katika masuala mbalimbali yanaendelea katika taifa letu. Naye Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula aliandika nini? Hili hapa lile aloandika Askofu Mwamakula. Ameandika, baada ya polisi kuwaumiza wananchi Kisutu, askofu amkumbusha Rais Samia juu ya mfalme Ahabu. Mpendo wa Mheshimiwa Rais Samia, pokea salamu za upendo kutoka sisi askofu tusimamao mbele ya baraza utawala wako katika zamani hizi. Kwa neema ya Mungu tumeweza kupata fursa ya kutoa ujumbe wetu wa kinabii katika utawala huu kama ilivyokuwa wakati wa utawala uliopita. Viongozi wanaopendwa na Mungu ndio ambao hupata nafasi ya kuinuliwa na Mungu watu wa kuwaonya. Hii inakuwa ni neema kwa viongozi wanaoonywa, lakini inakuwa ni hatari kwa watu wanaotumwa kwao, kwani upanga wa watawala wasiopenda kuonywa ni wepesi kuangukia waonyaji. Lakini upendo wa Mungu ukizidi kwa anayeonywa, Mungu huendelea pia kumuinua anayeonywa, watu wa kumuonya, hadi siku ikifikia wakati ambao kikombe cha ghadhabu ya Mungu kitakapokuwa kimejaa sawa sawa na neno la nabii Amosi. Mheshimiwa Rais, leo sisi Askofu Mwamakula tulishuhudia jeshi la polisi likipiga na kuumiza wananchi ambao hawakuwa na silaha waliofika kwa amani pale mahakama ya Kisutu Dar es Salaam kwa lengo la kutaka kusikiliza kesi ya uhaini inamkabili Mheshimiwa Tundu Lissu. Pia kuna taarifa isiyo rasmi ambayo inasambaa katika mitandao ya kijamii ya kuwa tayari kuna mtu mmoja amefariki dunia kutokana na kipigo cha polisi leo. Pia kuna taarifa inasambaa mtandaoni kuwa viongozi wa Chadema wa Zanzibar nao wamekutwa katika pori la Mabwepande baada ya kutelekezwa na polisi wakiwa wameumizwa vibaya baada ya kupigwa. Watu hao ni pamoja na naibu katibu mkuu wa Chadema Taifa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, haya yanajiri ikiwa ni siku 4 tu kupita baada ya maaskofu kadhaa akiwemo rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania kutoa matamko katika ibada ya Pasaka kuyakemea matendo ya aina hiyo. Lakini ajabu yake pia ni kuwa wameibuka baadhi ya wabunge pamoja na viongozi wa dini wakiwa wanatoa kejeli kauli za maaskofu waliotoa matamko siku ya Pasaka. Kauli za wanaobeza matamko ya maaskofu zinaonyesha kuna ushawishi ulio nyuma yao uliowekwa kimkakati ili kupozesha matamko ya maaskofu. Pia kauli ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam aliyetoa jana, ambapo anazungumzia Aprili 23, uliwekwa na hayo yaliyotukia leo katika mahakama ya Kimumkazi Kisutu ni ishara kuwa serikali ilijipanga kutekeleza hayo kinyume na matamko ya maaskofu ya wakati wa Pasaka yaliyotolewa siku ya Jumapili. Ili kutafakarisha utawala wako na pia serikali yako kwa ujumla, tumeona tuweke hapa chini tafakuri ambayo sisi askofu tuliandika wakati wa utawala wa Magufuli tarehe 29 Juni 2020. Kwa kuwa mambo yanaendelea sasa katika nchi yetu hayana tofauti na mambo yalikuwa yakiendelea wakati wa utawala huo, sisi tumeona ni vyema tukumbushe ili yamkini washauri katika kiti cha rais pia waweze kutafakari kwa kina, hivyo kushauri pasavyo. Wakati utafika ambapo kizazi kijacho kitakuja kubaini ni nani aliyesimama kama nabii Mikaya katika taifa letu katika nyakati hizi. Kati ya hao washauri ambao wanaishauri serikali kutimiza haya ya kupiga na kuumiza watu na maaskofu walitoka matamko wakati wa Pasaka pamoja na viongozi wa dini wanaopinga ukandamizaji wa rais nchini. Tunao wajibu wa kutimiza na tunayo huduma ya kuitimiza kwa watawala sawa sawa. Sasa na neno la Mungu Ezekiel 33:1-20. Sisi tunasimama katika zamu yetu ili kuhesabika. Habakuki 2:1. Mwana kondoo ameshinda, tumfuate. Askofu Mwamakula akaandika kile ambacho alikiandika Juni 29, 2020. Kilikuwa kina kichwa cha habari, Mfalme Ahabu alimfunga jela nabii Mikaya kwa kuwa alimwambia ukweli. Mfalme Ahabu alitawala Israel kuanzia 874 mpaka 852 kabla ya Kristo. Na maanisha mwaka. Alitawala kwa muda wa miaka 22 na alikuwa na nguvu kubwa ya kiuchumi na kijeshi.
Hata hivyo, alikuwa ni mtawala katili sana katika historia ya Israel Kaskazini. Kutokana na nguvu ya kiuchumi aliyokuwa nayo, alifanikiwa kuwahonga na kuwanunua manabii wengi kiasi cha kufikia jumla ya idadi yao 400. Manabii hawa waliogopa kumwambia ukweli mfalme Ahabu, kwa hiyo walimweleza kile tu kilichopendeza moyo wake, na yeye aliwakarimu kwa vitu vingi katika utajiri wake ili kusudi waendelee kuunga mkono maovu yake. Mfalme Ahabu hakutaka kabisa kusikia tofauti na alichokuwa akifikiria yeye. Kiongozi yeyote wa dini alimpinga kwa kumweleza mambo ya ukweli tofauti na matakwa yake. Huduma yake ilisitishwa na kutengwa, kuteswa, ikiwemo hata kuuawa. Kuna wakati kulitokea mzozo wa kidiplomasia kati ya nchi ya Israel Kaskazini na nchi ya Aram. Mfalme Ahabu alikuwa mtawala wa Israel Kaskazini. Alitafuta msaada wa kijeshi kutoka nchi ya Yuda, Israel ya Kusini, lakini ilipotakiwa kuwa watafute ushauri kutoka kwa viongozi wa dini kama ilivyokuwa desturi yao, Ahabu aliamua kuwaita viongozi wa dini 400 ambao aliwajua kuwa walikuwa kimsifia na kumwambia mambo ambayo moyo wake yeye ulikuwa unataka. Hakuwaalika viongozi wa dini ambao walikuwa kimwambia ukweli pasipo kuogopa. Walipofika mbele yake, viongozi wale wa dini wote kwa ujumla wao walimsifia sana mfalme. Walisifia nguvu kubwa ya kiuchumi aliyokuwa nayo pamoja na uimara wa jeshi lake, na hivyo wakamtia moyo aende vitani kusudi kupigana na Aram kwa kuwa angemshinda. Kwa kuwa walimwambia kile moyo wake ulikuwa unataka, basi alifurahi sana. Hata hivyo, mfalme wa Yuda aliposikia hotuba za viongozi wale wa dini, yeye hakuridhika, kwa kuwa aliona kuwa walikuwa kisifia tu pasipo kutoa ushauri wa maana kwa mfalme Ahabu. Ndipo akashauri waitwe viongozi wengine wa dini ili kujiridhisha. Mfalme Ahabu alikiri kuwa wapo viongozi wengine wachache sana, akiwemo Mikaya, ambao humwambia habari mbaya tu siku zote. Ndio maana hakuwaita kwa msisitizo wa mfalme wa Yuda. Ndipo nabii pia Mikaya aliitwa na yeye kutoa ushauri wake. Kabla hajafika, baadhi ya viongozi wa dini na wapambe wa Ahabu walianza kumsihi aseme kile kitakachompendeza mfalme Ahabu, lakini yeye alikataa na kusisitiza kuwa yeye atasema ukweli anaujua pasipo kuogopa. Nabii Mikaya alimwambia bila hofu mfalme Ahabu ya kuwa kama ataufuata ushauri wa viongozi wale wa dini 400 na washauri wake wengine, atapata madhara makubwa sana. Alieleza kwa kirefu madhara ambayo yangetokea kutokana na sera ya kijeshi ya Ahabu. Nabii Mikaya alipomaliza kutoa ushauri wake na kumkemea Ahabu, pale pale aliwekwa chini ya ulinzi na kufungwa jela kwa amri ya mfalme Ahabu mwenyewe, akishtakiwa kwa kosa la kumsema vibaya na kumpinga mfalme. Mfalme Ahabu alifuata ushauri wa viongozi 400 wa dini, akaendelea na mpango wake wa kijeshi dhidi ya nchi ya Aram. Kilichofuata ni makamanda wake na yeye mwenyewe Ahabu kuuawa katika vita ile. Unaweza kusoma vizuri kuhusiana na kisa hiki katika Biblia Takatifu, kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura 22 mstari wa 1 hadi 40. Kwa sisi tunapata nafasi ya kuongoza, tuwe makini sana tunapopokea ushauri kutoka kwa watu wanaotuzunguka. Si kila wakati watu hao wanaweza kutoa ushauri mzuri kwetu, lakini pia tunapaswa kuwa makini katika kuwasikiliza walio na mawazo tofauti au mitazamo tofauti na kwetu. Kuna wakati mawazo yao pamoja na ushauri wao au mitazamo huweza kubeba suluhisho zuri la matatizo ya watu wetu, jamii yetu au nchi tunazoziongoza. Hiki ndicho alichokiandika Askofu Emmaus Banikile wa Makula mwaka 2020, askofu mkuu wa kanisa la Moravian la Uamsho Tanzania. Una maoni gani juu ya haya waliosema viongozi wa kidini?